Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mchungaji John Simon Kiashama kutoka kanisa la River of Spring Ministry lililoko Kiluvya kwa Komba jijini Dar es Salaam. Nawakaribisha sana katika neno la Mungu, na ni vyema ukatenga muda sasa huu ukajiandaa kuja kusikia neno la Mungu ili uweze kupata kile ambacho Mungu anahitaji kusema na wewe. Kabla yote, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki muda huu. Rehema na neema zako zikamfunike na uwepo wako kaonekane. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayeona ndani ya mioyo yetu sisi. Gusa mioyo yetu na gusa moyo wake msikilizaji, apate maandalizi ya kutosha kusikia neno lako katika jina la Yesu. Amen. Karibu sana katika neno la leo. Ujumbe wa neno la leo nitazungumzia kuhusu upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu. Ninapozungumzia kuhusu upendo wa Mungu, bila shaka ninaigusa nafsi ya kila mmoja na ninagusa moyo wa kila mmoja, kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake kuhusu upendo. Lakini Biblia pia imetoa mtazamo wa upendo kwa namna ambavyo ni vyema tukajifunza, kama ambavyo nilivyosema awali. Tunaanza na kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Biblia inasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa unapoanza kutafakari kuhusu neno upendo, neno upendo mara nyingi sana limekuwa neno ambalo kila mtu analizungumza, lakini ukilizungumza kwa mwegemeo wa maandiko matakatifu, basi mstari huu unahusika sana kutupa tafsiri ya upendo. Biblia inasema kwamba Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Upendo wa kimungu siku zote unaambatana na gharama. Upendo wa kimungu siku zote unaambatana na gharama. Unapompenda Mungu, kuna gharama utaitoa ili kuboresha upendo wenu. Na tunaona kwamba katikati ya familia na katikati ya ndugu na katikati ya jamii, upendo ukipotea, chuki inaingia. Na chuki ikiingia, inasababisha uharibifu mkubwa, na inasababisha familia kugawanyika, inasababisha hata urafiki kuharibika, inasababisha shetani kuchukua nafasi kubwa ndani ya mioyo ya Wakristo wanaomwamini Yesu Kristo. Lakini ujumbe huu wakati unausikiliza, anza kutafakari, ujue kwamba Mungu ni roho, na wote wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Na ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20, anasema hivi: mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Mstari 21 anasema, na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Mtu akisema anampenda Mungu, Biblia inalazimisha unapompenda Mungu unapaswa pia umpende na ndugu yako unayemuona kwa macho ya damu na nyama. Lakini kama unamchukia ndugu yako unayekaa naye, alafu unasema unampenda Mungu, Biblia inakutafsiri wewe ni mwongo. Na ukitazama jinsi ambavyo jamii inaishi, maisha ya chuki, maisha ya visirani, maisha ya kugombana, maisha ya kusingiziana vitu vya ajabu ajabu, unaweza kuona kwamba wale watakao urithi ufalme wa Mungu ni wale wenye upendo kutoka moyoni, na upendo ambao unatokana na maandiko matakatifu. Tunaona kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa Yesu Kristo. Ile gharama ya kumtoa Yesu Kristo aje afe kwa ajili ya dhambi za sisi wanadamu, ile gharama tu inaonyesha kwamba Mungu alipenda akatoa gharama. Na sisi pia tunapowapenda ndugu zetu, tunapaswa kuwasamehe makosa yao waliotukosea. Ukiona kabisa unamchukia ndugu yako, naomba niseme wazi, ingia kwenye toba, muombe Mungu akuwezeshe upate wepesi wa kumpenda Mungu, kwa sababu Biblia inasema anayempenda Mungu anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa hiyo ili uepukane na dhambi ya uongo, hakikisha unampenda ndugu yako unayemuona. Usimchukie ndugu yako, na usijenge chuki kwa watu ambao wanakuzunguka, kwa sababu shetani kazi yake ni kugombanisha watu. Lakini wewe simama katika upendo wa Mungu, iheshimu maandiko matakatifu,
na vile vile pia utaona Mungu akifanya kazi na wewe. Ukristo ambao naozungumza ni ule ambao unatokana na maandiko matakatifu. Lakini kama unayaheshimu maandiko matakatifu unayoyasoma, basi utaheshimu namna ambavyo Mungu anasema jinsi gani unapaswa kumpenda ndugu yako, iwe ushahidi kwamba unampenda Mungu. Sasa anapozungumzia kwa habari ya upendo, ni vyema tukafahamu kwamba unapompenda Mungu, sharti la kwanza ambalo Mungu anataka aone kwako wewe unayempenda Mungu, umpende ndugu yako na umpende jirani yako. Lakini unapochukia wanaokuzunguka alafu kasema unampenda Mungu, upendo wa Mungu kwako hauwezi ukaonekana. Kwa sababu tunaposema mimi nampenda sana Mungu, lakini nina chuki na jirani yangu, nina chuki na ndugu yangu. Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu hapendi chuki, Mungu hapendi watu wachukiane, Mungu hapendi watu waishi maisha ya visasi. Kwa sababu unapoishi maisha ya visasi unaondoa utukufu wa Mungu kwako. Lakini unapoishi maisha ya upendo unakaribisha nguvu za Mungu kwako. Napozungumzia kwa habari ya kupendana, hapa moja kwa moja lazima ukubali kwamba utu wa mtu unaguswa. Kwa sababu kila mtu anaishi maisha anayeyaona yanafaa yeye. Lakini kama ukiwa ni Mkristo unayemwamini Yesu Kristo, unayeliheshimu neno la Mungu unalolisoma, basi maisha yako yataongozwa na neno la Mungu na hutaishi maisha kama unavyotaka wewe, bali utaishi maisha ambayo Kristo anataka uishi vile, ili uwe barua kwa watu wengine wanaokuzunguka. Biblia inasema sisi ni barua, watu wanatusoma. Kwa hiyo unaposambaza hali ya upendo kwa jirani yako, ukasambaza upendo kwa ndugu zako, ukasambaza upendo kwa wale wote ambao unaabudu nao, hawa watu ambao huabudu nao, basi Mungu anakuhesabu kwamba wewe una upendo ambao maandiko matakatifu yanaudhibitisha ni upendo wa kimungu. Lakini vile vile pia katika eneo hili la kupendana ni vyema sana ukazingatia hali ya kuomba, ili shetani asipande roho ya chuki ndani ya moyo wako. Pale ambapo unaposhindwa kumpenda jirani yako au unaposhindwa kumpenda ndugu yako, alafu ukiingia kwenye kuomba, maombi yako pia yanawekewa vipingamizi na shetani. Kwa sababu shetani anaangalia kipi ambacho unasimama nacho, kipi ambacho unafanya wewe, ili uweze kupata mapenzi ya Mungu kama Mungu anavyotaka. Ukisoma kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5 kwenda kwenye mstari wa 14 mpaka 15, nasema hivi: na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sana mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua ya kwamba tunazo zile haja tunazomuomba. Sasa anaposema kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi ya Mungu atusikia, ina maana unapokuwa na roho ya upendo ndani mwako, unampenda ndugu yako, unampenda jirani yako, unaipenda jamii inayokuzunguka, basi ukimwomba Mungu hamna kikwazo ambacho kitakuzuia. Lakini kama unaabudu alafu unampenda Mungu peke yake, wanaokuzunguka wote unawachukia, basi maombi yako yatakuwa na vikwazo vingi sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ninapozungumzia upendo lazima kuna hisia utakuwa nazo kwamba mimi fulani amenikosea, siwezi kumsamehe? Lakini unapokuja mbele za Mungu na unapokuja kwenye kitabu kitakatifu cha Biblia, kadri ambavyo unaisoma Biblia ukaitii na kuiheshimu, basi utatekeleza kile ambacho imeandika. Ndio maana nasema kwamba ni vyema kabla ya kumpenda Mungu ukampenda pia jirani yako na usimchukie pia ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nitoe ushauri kabisa kwamba unaposoma Biblia ni vyema pia ukaitii. Lakini ukisoma Biblia bila kuitii bado haiwezi kufanya kazi kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo nimezungumzia upendo wa Mungu udumu katikati yetu. Na vile vile pia ni vyema unaporuhusu hali ya upendo ndani mwako, unaporuhusu neno la Mungu lifanye kazi ndani mwako, hakikisha pia mapenzi yako ambayo unayaweka kando, ili mapenzi ya Mungu atawale moyo wako. Na vile vile ukisoma kitabu cha Waebrania sura 6 mstari wa 11 na mstari wa 12, nasema hivi: nasi tunataka sana kila mmoja wenu ajidhihirishe bidii ile ile kwa uaminifu wa matumaini hata mwisho, ili msio wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wazirithio ahadi
kwa imani na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuirithi ahadi ya Mungu kwa imani na uvumilivu. Lazima ukubali kabisa kwamba mimi nampenda Mungu, lakini vile pia naheshimu maandiko matakatifu, nawapenda jirani zangu, nawapenda wanaozunguka, nawapenda pia na watu wengine. Sasa unapompenda Mungu, ukaheshimu maandiko matakatifu, ukawapenda watu wengine, basi zile ahadi za Mungu unazirithi kwa imani, lakini vile kwa uvumilivu, kwa sababu swala la kusamehe pia ipo gharama, lazima uitoe. Unapoenda kwenye kusamehe, kuna gharama ya uvumilivu na gharama ya imani, lazima uzitoe. Unaposamehe kwa uvumilivu na imani, unaruhusu moyo wako usitekwe na shetani, na shetani akiona moyo wako una chuki zidi ya watu, anaukamata ule moyo na kuning'iniza. Kadri ambavyo unaomba unakosa mpenyo. Ndio maana ni vyema tukajitahidi sana kulifanyia kazi neno la Mungu, tukajitahidi sana kusimama imara, tukasimama katika mapenzi ya Mungu, ili kuomba kwetu kusizuiliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiendelea kusoma Biblia, unaona kabisa kwamba wazee wetu wa imani wote walishuhudiwa mema kwa sababu ya upendo wao na kuheshimu neno la Mungu. Lakini kama ndani mwako hamna upendo kwa majirani, hamna upendo kwa ndugu zako, hamna upendo kwa watu wanaokuzunguka, hamna upendo kwa wale ambao unazungumza nao, basi ndani ya moyo wako shetani ataweka uzito, atakuondolea mpenyo ambao Mungu atakupa, ambao Mungu alikupa atauondoa, kwa sababu ya neno la Mungu umelisoma lakini hujalitii. Bwana Yesu asifiwe. Ni wito wangu kwa kila mmoja anayesoma neno la Mungu, hakikisha unalitii, vile unafanya kama ambavyo neno linavyosema. Ni vyema tukaishi maisha ya kumpendeza Mungu, ni vyema tukaishi maisha pia ya kuwapendeza majirani zetu ambao tunazunguka nao na ndugu zetu, ili barua yetu sisi ya kumpenda Mungu isitukane na watu ambao wasioamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninasisitiza sana kwenye upendo? Kwenye upendo hapo ndipo kulipo na mambo mengi sana ambayo yamejificha ndani. Na unaweza kumkuta mtu anasema mimi nampenda Mungu, lakini ndani moyo wake kuna hila. Ile huwezi kuiondoa usipotii neno la Mungu. Lakini neno la Mungu unalolisoma ukilitii, ile hila unaiondoa, kwa sababu hila haiwezi kujificha mahali ambapo neno la Mungu linaingia. Na ukisoma Zaburi 119 mstari wa 130 unasema, kufafanusha maneno yako kuatia nuru na kumfahamisha mjinga. Kwa hiyo ndani ya moyo wetu kuna giza la ujinga. Kadri ambavyo neno la Mungu unalisoma linaingia ndani ya moyo wako, linaondoa giza, linaondoa ujinga, basi automatically utashtukia upendo wa Mungu unasambaa ndani mwako, na ukijaa ndani mwako upendo wa Mungu unasambaa kwa majirani zako, unasambaa kwa marafiki zako, unasambaa hata kwa ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vyema katika maisha yetu tunaoishi duniani tukapendana ndugu kwa ndugu, tukapendana marafiki, tukapendana, lakini mapenzi yetu yaongozwe na neno la Mungu, ili tusije tukamtenda Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi ambacho nataka nifanye sasa hivi, na nitakuombea roho ya upendo ndani mwako iendelee kuwemo. Nitakuombea roho ya upendo ndani mwako iendelee kuwa na nguvu, na pale ambapo unaruhusu upendo ufanye kazi, basi ruhusu pia gharama ya uvumilivu na imani ziwepo ndani mwako, kwa sababu pasipo uvumilivu upendo hauwezi kudumu ndani mwako. Lakini pia vile pasipo kuruhusu imani upendo hauwezi kudumu ndani mwako. Mtu mwenye upendo ni mtu mwenye imani. Mtu mwenye upendo ana asili ya uvumilivu, lakini vile pia mtu mwenye upendo ana asili ya huruma, na vile pia mtu mwenye upendo ana asili ya kusamehe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba upendo ndani ya moyo wa mtu unaleta vitu mbalimbali, kama nilivyosema kwamba upendo, jambo la kwanza, ukiwa na upendo dalili ya uvumilivu itaonekana. Ukiwa na upendo dalili ya imani itaonekana. Ukiwa na upendo dalili ya msamaha kwa wanaokosea itaonekana. Pia vile ukiwa na upendo hata dalili ya huruma ndani mwako itafanya nini? Itaonekana. Kwa hiyo naomba niseme kwamba upendo wa Mungu ndani mwako uchanue, na vile pia na wewe uambukize upendo huo kwa watu wengine ambao wasiokuwa na upendo. Ndio kazi ya Yesu Kristo aliyokuja akatufia msalabani, kwamba tuwe na umoja, lakini umoja wetu usiishie kwetu sisi, tuwe na umoja pia na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niombe kwa ajili ya kipindi hiki. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ibada na muda huu ambao umenipa neema. Mtazamaji, msikilizaji ameweza kusikiza neno hili. Naomba mkono wako wenye nguvu na mamlaka
ukae ndani mwake. Bwana Yesu ukaguse moyo wake, roho ya chuki ambayo imekamata zidi ya ndugu yake, zidi ya majirani zake, zidi ya marafiki na zidi ya watu wengine anaokutana nao, hiyo roho ya chuki kamwachie anayesikiza kipindi hiki katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba ndani mwake msikilizaji wa kipindi hiki, weka roho ya upendo, upendo ambao utakuwa na huruma, upendo ambao utakuwa na uvumilivu, upendo ambao utakuwa na imani, upendo ambao utakuwa na hali ya huruma kwa watu wengine katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kupigana neno lako ndani mwake na iondoa katika jina la Yesu Kristo. Naomba neno lako, nguvu yako ikatembee ndani mwake, ukamfungue ufahamu wake, ukamfungue hisia zake, ukamtakase nafsi yake. Neno hili likazae matunda kwake. Roho ya upendo ikasambae ndani mwake. Roho ya kutukusamehe ikaondoka ndani mwake. Baba, msaidie mtazamaji na msikilizaji aliyeumia moyoni mwake, mwenye uchungu, mwenye mawazo mengi ambayo bado hayampi nafasi ya kujua afanye nini, lakini neno hili limpe neema ya kuyaacha yote na kuheshimu wewe Mungu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.